Fahamu namna AI itakavyoleta furaha na vilio katika anga ya utunzi wa muziki. Utunzi wa muziki unapitia mageuzi katika kila zama. Ukianza na zama za muziki wa asili ambao chombo pekee cha muziki ulikuwa mwili wa msanii, mdomo wake, mikono, miguu na kadhalika. Ikaja enzi za vyombo vinavyotengenezwa kwa ajili ya muziki, ngoma, marimba, zeze na kadhalika. Lakini kila mara mtunzi alikuwa mwanamuziki mwenye kipaji. Lakini tumeingia kwenye zama ambazo si lazima uwe mwanamuziki kutunga muziki mzuri. Teknolojia ya akili mnemba, yaani AI, sasa inawezesha anayejua kuitumia anaweza kutengeneza kazi za sanaa hata kama asipokuwa ni msanii. Hakika yajayo yanafurahisha kwa wengi, lakini yanatisha kwa wanasanaa na wapenzi wa sanaa za asili. Sasa kiufupi tu, ulikuwa utashangaa na utakuwa na maswali mengi sana. Nilikuwa naongea na msanii maarufu ambaye ana wimbo ambao kwa sasa haukosi kupigwa hewani mara 3 kwa siku. Kizazi chake wanasema ametoka. Nilikuwa na maswali machache kwa superstar huyu. Nilipokuwa na usikiliza wimbo wake niliupenda sana uimbaji wake, lakini nilikuwa na shida kuelewa mipangilio wa vyombo katika mziki huo. Hivyo nilitaka kujua aina ya vyombo alivyotumia na pia kujua alikuwa na sababu gani kutumia vyombo hivyo. Kiufupi tu alishangaa sana swali hilo na alikuwa hana jibu. Alisema alipanga hivyo vyombo si yeye bali ni producer wake. Jibu lake lilinirudisha nyuma sana wakati nikiwa katika bendi miaka 80, jinsi tulivyokuwa tukitunga na hatimaye kurekodi nyimbo. Hakika taratibu zilikuwa tofauti kabisa. Katika zama hizi msanii hutunga mistari yake na kufanya mazoezi ya kuimba peke yake. Kisha uingia studio ambako producer umtengenezea muziki au maarufu beat. Kutokana na hapo wimbo huenda hewani. Hali ilikuwa tofauti sana huko nyuma. Labda nirudishe picha miaka 80. Mwishoni nilikuwa bendi ya Almas iliyokuwa na maskani yake huko Iringa. Mwanamuziki yoyote mwenye uwezo wa kutunga aliruhusiwa kutunga wimbo. Watunzi walikuwa wa aina tofauti tofauti. Watunzi maarufu Mapacha Kasoro Yanga na Kianga Songa walikuwa wanatunga nyimbo. Lakini kitu cha kwanza ambacho kilikuwa kinafanyika katika tungo yoyote ile ilikuwa ni mtunzi kuyasoma mashairi yake mbele ya watu wote, na hapo mashairi yalianza kuchambuliwa kuona kama yalikuwa na mstari unaoleta maana na kama mistari hiyo ilikuwa katika Kiswahili fasaha, na pia yaliangaliwa maadili katika tungo hiyo. Kama bendi imekubaliana, ndipo mtunzi alianza kufundisha alichokitunga. Baada ya hapo waimbaji walianza kupingania sauti ili kuleta mwafaka katika wimbo huo. Wakati huo mpiga gitaa, mara nyingi mpiga gitaa wa rhythm, alikuwa akishirikizana na uimbaji ili kuanza kujenga njia ya wimbo huo. Baada ya hapo wapiga gitaa wote walikuwa pembeni na kupanga magitaa yao kwa kufuata njia ambazo mpiga gitaa la rhythm amezitengeneza. Vyovyo vya ufuatizaji vilifuata na hatimaye wimbo ulikuwa tayari.